tumpigie Yesu makofi. Okay. Wakina Sangazi peke yao wasipige makofi, ila kama unaokoka piga makofi na vigelegele. Ila dogo menitani kweli leo. Shemasi wao. Wapi kumpa maiki, bora tunachelewa. Hivi amkukimisi kicheko chake ni. Kumbe watu wanakuwa wendo kulipona kula nini? Mbona ni kama stawi hivi? Makofi na vigelegele. Jamani atusalimie alafu tuendelee, wala utachelewa. Makofi na vigelegele. Jamani, GPS ni mito ya baraka. Haleluya. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na asante kwa majeshi. Mimi ni mgeni mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwashukuru kanisa kwa mimi mtoto wenu, kwa mdogo wenu, kwa mjukuu wenu, kwa maombi yenu. Amkunitupa mkuniacha. Nimeenda salama kwa safari na nimerudi salama. Nimewaletea mjukuu wenu, mjomba wenu ambaye ni Isaka Innocent Ngondo. Piga Yesu makofi kwa ajili ya Isaka. Ulituombea ukatupigania na kututetea huko tulipo. Tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Kuna wakati mwingine hapa tunatakiwa tuwe tuna ibada ndefu moja ili mambo yaende. Niletee Isaka huyu. Isaka njoo. Cheupe wa watu. Hata wasipopiga makofi mgeuze. Hivi alijifunga mwezi wa baraka. Nini? Mwezi wa 7 ulikuwa mwezi wa nini? Ulikuwa ni mwezi wa baraka. Akaja baraka. Amekuja leo tarehe ngapi? Tarehe 2 mwezi wa matokeo. Haleluya. Baba, imbote kapata. Niombe. Nguti daga tata marafiare mwikemo. Wenkurumba. Wemponjori. Wekipanda usiku wetu. Ingamu yako nono itoro. Ikayapu ingamo yinima inono. Nga ingamu yako. Ngukupala marafiare. Ngukupala akabalilo kosa ngukupala. Ninakushukuru sana kwa matendo makuu uliyoyafanya dhidi ya mwanamke huyu Esther Boniface. Umempa neema, umempa kibali cha kumleta mtumishi wako Isaka, tafsiri yake kicheko. Hakika umempa kicheko katikati ya yale aliyoyapitia magumu, ukampa kicheko. Asante Mungu. Nakumbuka ile siku wakati anaenda leba, jana yake alikuwa hapa akifanya usafi, akipukuta viti, akifanya kila kitu hapa ndani. Yesu ukamtokea. Asante Mungu wetu, jina lako libarikiwe. Pokea mtoto wako Isaka, tunze na kumlinda, mafuta ya utumishi kwake, nuru yako imwangazie, akawa mtumishi katika hali ya kibinadamu, akawe na akili isivyo kawaida, asiliyerie, asisumbue, asilete uharibifu
wa aina yoyote. Namtamkia baraka, kuinuliwa, kubarikiwa, kisha kukubaliwa na mataifa yote. Kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ninambariki. Amen. Baba, asante kwa ajili ya shukrani ya mtumishi wako Isaka. Kaipokee, mtendee muujiza tena. Sadaka hii ikapigia kelele machoni pako, ikapigia hodi machoni pako, na uipokee. Akaanza sasa kutunza muujiza wake. Kwa jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya Ephesians chapter 4 verse 1. Waefeso sura ile ya kwanza, sura ya 4 mstari wa kwanza. Msomaji kwa haraka sana, tumia dakika chache. Efeso sura ile ya 4 mstari wa kwanza. Efeso sura ya 4 mstari wa kwanza. Efeso sura ya 4 mstari wa kwanza. Ndiyo. Tunataka somo linasema mwenendo wa maisha ya Mkristo au tabia au desturi ya Mkristo. Avere a Mkristo ya kwanzikwa ave nao. Unaweza ukasoma Efeso 4 mstari wa kwanza. Ndio. Kwa hiyo na wasii mimi niliye mfungwa katika Bwana, ndio, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. Kuna mtu amesikia? Naongea na mtu. Kwa hiyo ninawasihi katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa. I'll stand on Ephesians chapter 4 verse 1 and 2. Paulo anazungumzia mwenendo wa Kikristo. Anazungumzia jinsi Mkristo anavyopaswa kuenenda. Hello? Naomba nipe nafasi kwa muda mchache. Paulo akuyanga akuti akumanyisi abera Mkristo mwaronde kuba. Haleluya. Umkristo abaciye ukuba ni nchindi ku bantu. Mkristo anatakiwa kuwa na heshima kwa watu. Unamtanielewa? Mkristo anatakiwa kuwa tofauti na watu wa nje. Mtu yeyote aliyemkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi anatakiwa awe na mwenendo tofauti na watu wa dunia. Hello? Hello? Sasa anasema tabia au mwenendo wa huyu Mkristo. Mstari wa pili anasemaje? First myself. Mstari wa pili unasemaje? Kwa unyenyekevu wote. Huyu Mkristo awe na roho ya unyenyekevu na upole, awe mpole. Kwa uvumilivu, awe na uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. mjue kuchukuliana katika roho ya upendo. Tafsiri yake ni nini? Kama ndani ya kanisa mkikosa roho ya unyenyekevu mtagombana. Ndani ya kanisa mkikosa roho ya upendo mtachukiana na mtakaa. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Muulize jirani yako, na upendo? Anakwambiaje? Anasemaje?
Mwambie wewe ni mwongo. Mbona uniulizi kwa nini? Jiangalie moyo wako, una upendo ndani? Amen. Barikiwa, umeongea kweli. Haleluya. 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 Somo linapokuja kwako, ujianze kujichunguza wewe. Mungu anataka tuwe wanyenyekevu, lakini tuwe na roho ya upole, lakini tuwe na kiasi. Hello? Siku moja nikafoka hapa ndani. Lazima awe tofauti na watu wa dunia. Mwenendo wa Mkristo, tabia yake ya kwanza lazima awe mnyenyekevu. Lazima bebe roho ya upole, roho ya huruma, lakini Mkristo ana roho ya uvumilivu. Mwambie jirani, usisahau mwezi wa 8 ni wa matokeo yako. Kile ulichokipanda unaenda kukivuna mwezi wa 8. Moyo wangu umefurahi sana, kwa sababu naamini nimeomba maombi watoto wa mahali hapa wasio maskini. Mwezi wa 8 kuna matokeo mazuri. Haleluya. Haleluya. Nataka nizungumzie tu mwenendo, tabia. Sasa sitaki kumwangalia jirani yako. Sawa? Jiangalie wewe. Una tabia nzuri kwa watu? Waambie moyo wako, wewe ni moyo, una tabia nzuri kwa watu. Na watu wanajua una tabia nzuri. Sasa unajiangalia. You must check inside of your heart. You have a good habit inside of you. And the people they are believing that you have a good habit. Out of 100, there are 80 people they are not knowing you. Katika watu 100 umesema uko vizuri. Katika watu 100, 80 ndio hawakujui, ndio wanakuambia una tabia nzuri. 15 wanasema ili lijitu Mungu ungeliondoa mapema lisiwepo hapa. 5 wanasema sijui, wenda tabadilika mbele ya safari. Tabia ngapi? Hello? Kuna kitu ngoja niseme. Huwa sijiamini sana kama watu natembea wananipigia makofi. Wananipaga shida sana. Niulize kwa nini? Wenda yale makofi wananipigia kwa ajili ya tabia mbaya walizoziona kwangu, kwamba we Mungu usingemsaidia huyu mtu. Si wote wanaokupigia makofi wamekukubali. Ungechukua hii point. Sio wote ulionao wamekukubali. Na sio wote wanaocheka na wewe wamekukubali. Na sio wote mnakula nao wamekukubali. Wengine wanataka wajue mpaka unavyokula ili wakuseme vizuri. Sasa Paulo anasema no, Mkristo awe na mwenendo mzuri. Na mwenendo mzuri ni unyenyekevu, upole, uvumilivu, utu wema. Ningekuwa mimi ningesema hizo roho zipokea kwa jina la Yesu. Hivi kuna mstari wa 3. Sasa mlitaka mpaka tuanze kusema fire, pokea. Hii ndio injili, tufundishane kweli. Mwambie rafiki yako kusema kizungu akikupanda ndege. Mwambie jirani yako kusema kizungu akikupanda ndege.
Sema nataka kusema Kizungu. Sasa mwambie jirani yako, kusema don't fear. Ninatafsiri usiogope. Na kama ulifanya tofauti na Mungu jana, leo Mungu ana nafasi ya kukurehemu. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikusaidia katika hayo. Sitaki kuyafanya kukudharisha wewe katika utumishi wangu. Halo. Kwa maana sitaki nikutembelee kwenye duka lako na juu utakata kitimoto Sadiku kusema beba weka kwenye begi. Mimi natembea na kibiki ni kama niko kwa bao. Sitaki kuitwa mshahidi wa kuombaomba barabarani. Ninajua Mungu anaye mpango mzuri wa kunipatia pesa zangu. Kama naamini pokea na kutumia Mungu wako. Haleluya. Ni muda wako wa kupokea baraka yako mwenyewe. Acha tu. Hivi mmemwona Sadiki alivyopiga suti leo? Hivi wakisema vice pastor vipi pale? Lakini nenda pale. Mwambie hivi saizi nyakati ile situngefuta kreti ngapi zile za nipe hiyo ya moto. Safari raga. Nini? Sijui anaita nani huko? Maana angeweka hapa afu afungue na muziki pale. Siku moja nenda kwa fulani kuna hekima. Sio wakwambie unataka hapa kupumzikia, nenda kwa fulani. Nafikiri umenielewa. We, Israeli nataka hapa kupumzika. Mama fulani. Mama Chahote. Na wasi nimefungwa. Nimefungwa kwa nini? Nimefungwa na roho ya Mungu. Sitaki kukudhalilisha kama mtumishi wa Mungu. Sitaki, natamani niwe tofauti na wachungaji wengine. Nataka kuwa tofauti na manabii wengine. Nataka kuwa tofauti na dunia. Nataka niwe special kwa ajili ya kazi ya Mungu. It's time to receive your answer. Aya, Marisa pale. Mwenende kama inavyostahili. Tuenende kama inavyostahili. Wito wenu mlioitiwa. Umeitwa na Mungu, nenda kama Bwana alivyokuita. Aha. Muwe watu wenye nini? Kwa unyenyekevu wote. Muwe na unyenyekevu. Uwe na roho ya unyenyekevu. Na upole. Uwe na upole. Kwa uvumilivu. Uwe na uvumilivu. Ukichukuliana katika upendo. Mchukuliane katika upendo, kanisa la GPS. Mchukuliane katika pendo la Mungu. Aha. Mstari wa 3. Marisa. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo. Tukishikamana hivi hakuna adui atakayeingia. Si tunaenda kujenga hivi vitu tunavyofanya. Ningekuwa mimi ningekuwa na change nachukua 20,000 ya ujenzi. 20 ya ngapi? Ya ujenzi, kwa leo nampelekea Mungu 1000. Vile tunaenda 1000 nani ajaje, tunakuja 1000, tunakuja 2000, au wanakuja, tunafanya tunajikuta tuna 300,000. Siku moja huko ndani tutafikisha 500,000 siku. Kama umeelewa hili somo, kama umeelewa hili somo, wiki ijayo tunaweza tukashangaza wageni wanaokuja. Tunawaambia sisi hatusemi mzungu, sisi hatusemi michango, ila sisi tunasema kila aliye nacho